Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa kwa dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Wananchi katika mkoa wa Katavi wameaswa kuzingatia malezi bora kwa watoto wao kwa kuwapatia mahitaji yao muhimu. Wito huo umetolewa na mrakibu wa polisi mkoa wa Katavi John Mwaipungu, afisa polisi jamii mkoa wa Katavi, wakati akitoa elimu ya ulinzi kwa watoto katika kanisa la KKKT usharika wa Mpanda mjini. Lakini lengo kuu kama lilivyoongea kwenye Biblia, tuwapende watoto na kuwajali katika Bwana. Lakini na sisi polisi tukaelezea kwamba lazima tuwe tuna malengo ya hii elimu. Elimu hii malengo yalikuwa kwanza tujue nini malezi bora ya mtoto. Nao baadhi ya washirika wa KKKT Mpanda mjini waliopatiwa elimu hiyo wamesema kuwa wazazi wana wajibu wa kuhakikisha watoto wanawapatia malezi bora. Kulingana na mafunzo ambayo tumepewa leo, mzazi ana jukumu kwanza la kumlinda mtoto. Anatakiwa kumlinda na kumpa haki zake za msingi. Lakini pia kama tulivyoambiwa pale na inspector na mfundishaji, tunapaswa kuwa karibu na watoto wetu ili tuweze kujua changamoto zao, lakini pia tuweze kuwapa support katika makuzi yao. Moja ya jambo ambalo pia wamesisitiza zaidi ni kuhusiana na utumikishwaji wa watoto, na hii ni changamoto ambayo kwa manispaa yetu ya Mpanda ipo na tumekuwa tukiona mara kadhaa, tukiona watoto wadogo wakifanya biashara ndogo ambao sio umri wao. Tuendelee na kurasa. Kutokana na baadhi ya maeneo ya wilaya ya Mbogwe mkoani Geita kupitia na mradi mkubwa wa kimataifa wa bomba la mafuta hafi, Tume ya mipango ya matumizi ya ardhi kwa kushirikiana na wilaya ya Mbogwe wameanza utekelezaji wa mipango ya matumizi ya ardhi katika vijiji vyote vinavyopitiwa na mradi huo. Akizungumza na Kurasa, mkuu wa Tume ya mipango ya usimamizi ya ardhi kanda ya Ziwa amebainisha kuwa vijiji vyote 12 vinavyopitiwa na mradi huo vitapangiwa matumizi bora na sahihi kabisa ya ardhi. Sasa tupo katika awamu ya 3 ambapo tutakuwa na jumla ya vijiji 12. Vijiji vyote vinafika katika eneo hilo tutavifanyia kazi kwa kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ili matumizi yao yaendane sambamba na mradi mkubwa wa kimataifa ambao uliopo, ili kusudi wasiweze kuathirika kwa namna moja au nyingine kutokana na uwepo wa mradi huo. Kwa na safari hii tunapokwenda kuandaa mipango ya vijiji 12, wanatuwezesha kuwa tumekamilisha maandalizi ya mipango 35 ya vijiji vyetu. Ukijumlisha na vijiji 10 ambavyo tulikuwa tumeandaa huko nyuma, tunaweza kufikia sasa vijiji 45, sawa sana na 50% ya vijiji vyote katika halmashauri yetu. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni upimaji katika maeneo yenye mgogoro. Baada ya hapo tutakuwa tumemaliza mgogoro kati ya vijiji na vijiji, ndio faida ambayo inapatikana kwa upande wetu wa upimaji. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wakazi wa mkoa wa Manyara wenye changamoto sugu za kiafya wametakiwa kutumia fursa ya kupata matibabu kutoka kwa madaktari bingwa waliofika katika mkoa huo kwa ajili ya matibabu ya kibingwa. Timu ya madaktari bingwa bobezi 43 wa magonjwa mbalimbali kwa mara ya 4 sasa wameweka kambi maalum katika mkoa huo, kambi itakayodumu kwa muda wa siku 6 katika hospitali za halmashauri 7 za mkoa huo. Mwini awamu nyingine tena tumekuja na wataalamu wetu bingwa bobezi, ambapo katika timu tuna madaktari bingwa wa kina mama, madaktari bingwa wa watoto, wataalamu bobezi wa dawa ya usingizi na ganzi salama. Sasa serikali kwa makusudi kabisa imesema hapana, kaa ulipo, huduma itakufuata wewe ulipo, lakini sio kukufuata ulipo, itakufuata ulipo katika gharama ile ndogo na nafuu iliyopo pale. Na ndio maana huduma hizi ambazo tunazifanya hazina extra charges. Kufika kwetu kumekuwa ni kuibua yale magonjwa sugu, ikiwepo uvimbe sugu. Tumekuwa tukitoa uvimbe mikubwa sana na kuwasaidia wananchi ambao wamekata tamaa, ambao wangeweza kufika kwenye hospitali kubwa kwa gharama kubwa zaidi. Kwa hiyo ujio wetu kunapunguza ile mzigo kwa wananchi kuweza kupata huduma
Kwa wale ambao tutaweza kuwahudumia hapo tutawahudumia. Wale ambao watahitaji rufaa kwa sababu labda watahitaji vipimo zaidi, pia tutawapa rufaa. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.